huku na huku, Master J, Master mwenyewe ameamua kuchutama kwenye hili sakata ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii kwamba wasanii wetu wa Bongo Flava hawajui kutumbuiza tena muziki wa live. Na nikukumbushe tu, hii kesi ilianzia huko Zanzibar, kwenye visiwa vya Zanzibar, baada ya ile Trace Music Award ambayo ilifanyika huko, na iliibua mambo mengi sana kwamba inakuwaje msanii huko kwetu unafanya vizuri alafu unaenda unaaibisha ugenini, ni kitu ambacho sio kizuri. Lakini tukaja kugundua issue kubwa ni mazoezi ya kutosha, lakini pia low confidence ambayo walikuwa nayo wasanii wetu. Sijasema wote, inukuliwe ni baadhi ya wasanii ambao walikuwa wanazungumza sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa Master J ameweza kusikika akichutama bwana kwamba nimezungumza mengi, lakini all in all inabidi kifanyike kitu fulani. Niko hapa na mchambuzi, yeye pia ataelezea kwa upande wake. Mdau uko na kitu kunaniambia, tushare na watu pia. Unajua kwa hili sakata mimi nimeliona kwamba kwa sababu nanilio Master J ni mkubwa zaidi ya Alikiba. Okay. Kwa kaona mambo yasiwe mengi, akaamua kuinua mikono juu, ama wenyewe wanasema kutupa kitambaa ulingoni. Kwa hiyo akaomba tu solution kwamba bwana tusameane, kwa sababu zile ni interview tu bwana, yamenitoka au unajua zile. Kwa hiyo ameamua tu kunyosha, bwana mdogo wangu tusameane kwa yote. Ni kitu ambacho pia mimi nimekipenda, kwa sababu the guy amekuja kuonyesha kwamba solution iko wapi. Wasanii wetu wa Bongo ndio wasanii ambao wanaongoza kwa kwenda gym. Hiyo ni ukweli ambao uko wazi. Yani sasa sijajua ni zile show off ama kitu gani, labda nayo kwa upande wako na utaratibu kwenda kwa gym na nini. Kama unajua unajua ukiwa msanii lazima uweze kujitengeneza. Unajua kuanzia board, kuanzia sauti, unajua uwezi leo unaimba sauti, kesho pia sauti, yani sauti yako inakuwa haieleweki. Kwa hiyo kwenda gym ni vile tu mtu, yes, yani kwamba naenda kutengeneza mwili, naanza kufanya mazoezi ya mwili, kwa inakuwa hivyo. Sawa, basi msijisahau sana ukienda gym, kumbuka pia kuna marekebisho ya sauti utakapokwenda kurekodi, labda ukiwa unajiandaa uko na show yako ambayo unatamani watu watarajie vile ambavyo wanakutarajia kwenye kazi zako za kwenye CD. Yes, tumsikilize kwanza Master J, lakini pia hope kuna tulianza naye hapo ili tujue ni wapi tunaelekea, ni wapi tunakwenda. Tumpesha kwanza Master J, then we're gonna be back. Mimi siwezi kumkebea mtu. Mimi nilisema tu ukweli. Nilipoongea kuhusu hii ya juzi, mimi naomba nianze na hii ya juzi. Ya juzi. Anzia hapo hapo. Kila kitu ambacho nilikuwa naongea pale bado nasimama nyuma yake, kwa sababu yule mtu alikuwa ananifanyia interview aliniuliza swali hili moja. Sawa? Na hilo swali hata alisikiki. Aliniuliza umeongea kuhusu swala la wasanii wetu A-list kwenye performance na BN. Niliongea nikiwa Nairobi Bongo Star Stage. Ndio. Hiyo na nilitukanwa sana, kwa sababu naomba nitaje majina kabisa tena. Nilimtaja Diamond, Alikiba na Harmonize. Nilitaja watu watatu kwa majina. Ndio. Unaona? Nikasema kwenye biashara wanawagaragaza wasanii wote. That's why we make more money than them kwenye digital platforms na kwenye performances. Ndio. Lakini nikasema kuna issue inabidi tuifanyie kazi kwenye live. Ukimchukulia tu BN, kuna siku akipanda kwenye jukwaa na wasanii wetu, haya mapungufu ambayo anaongelea yataonekana. Unaona? My brother, nilitukana. Mimi nikakaa kimya, nikasema it's a matter of time. Mungu sifathumani. Kuna award hapa, platform ya award ikafanyika wapi? Nchini kwetu Zanzibar. Ndio. Akaja yule brother BN walikuwa namzungumzia, wakaenda na baadhi ya wasanii wetu. Kilichotokea media wenyewe mmeripoti, mimi hata sitaki kuongea. Ndio. Nikawa nasema this is what I was talking about. Sio kwamba mimi naongea kwa ubaya Mwijaku. Hili game mimi na uchungu nalo kuliko hata watoto ambao wana comment kwenye social media, kwa sababu sisi ndo tumejenga hii nyumba. Umeelewa? Mimi na uchungu nikiongea hivi. Unaona umetumia hapo, I'm not mocking anybody. Sitaki kummock mtu. Kwa hiyo ukiangalia interview zangu za huko nyuma naongea kwamba naomba haya mapungufu yafanywe kazi. Issue ya juzi, kwa sababu nilikuta kidogo nimeonja, kuna kitu nilifanya mwishoni pale, ndio hicho ambacho kilikuwa sio kizuri. Ile kufanya ile pale, naomba kwenye media niseme kabisa, nimwambie Alikiba samahani kwa hilo.
kulikuwa hamna haja ya kuweka hile kweli, na ilikuwa ni mtafute, naomba niseme kweli, ilikuwa ni mtafute. ndio Alikiba Asubuhi nilipoamka mimi mwenyewe ni muombe msamaha kwa sababu mimi nikikosea lazima ni. Kwa hiyo yote kwa yote, Master J amechutama kwa ajili ya kuomba radhi kwa kitu ambacho alikifanya, kujilinganisha na Alikiba, lakini pia kushusha thamani ya wasanii wetu wa Bongo na kuwapa thamani zaidi wasanii wa nje ya mipaka ya Tanzania. Yapi ni maoni yako kutoka kwa kauli ya Master J ambayo imekuwa ni new old, ni mpya? So utatuambia hapo maoni yako ni yapi. Alivyochutama ilibidi achutame au ilibidi tu awe juu ili wasanii wetu wazidi kupata akili? Asante sana, mimi naitwa Ampo, nilikuwa na Msewa. Goodbye.